Dawa hii ni dawa mbadala. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online, ambayo imekuja kutumika baada ya serikali kuiondoa dawa iliyokuwa inatumika kwa miaka mingi, ambayo kitaalamu inaitwa dental amalgam, au kwa Kiswahili ambacho kimezoeleka mtaani watu wanakuwa wanasema dawa ya risasi. Umejua watu walikuwa wakienda kuziba meno wanasema amezibwa na risasi, ndio ile tunaita dental amalgam. Sasa hii amalgam, usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Yake ilikuwa na kiambata cha madini ya zebaki au tunaita mercury. Sasa yale madini ya zebaki au mercury yameleta changamoto nyingi za kimazingira, yameharibu mazingira, lakini pia hata kiafya zebaki imekuwa ni sumu ambayo imechangia, inaleta madhara makubwa sana katika afya za mwanadamu. Kwa mfano, zebaki ukiziba kwa jino kwa kutumia zebaki kwa mama mjamzito, ile dawa uliyoziba inatoa hivyo kiambata cha mercury kwa mfumo wa mvuke, kinavutwa kinaingia kwenye damu. Ikiingia kwenye damu inavutwa mpaka kwenye mfumo wa damu wa mtoto aliyeko tumboni kwa mama na kuenda kuharibu ukuaji wa ubongo wa yule mtoto. Lakini pia madini haya ya zebaki ambayo yalikuwa yakipatikana kwenye ile dawa ya amalgam, yanapovutwa mdomoni, yanapoingia kwenye damu, yamekuwa yakienda moja kwa moja kwenda kuharibu figo. Lakini vile kama haitoshi, madini haya ya zebaki yamekuwa yakiharibu mfumo wa fahamu. Kwa hiyo unashangaa mtu anapata changamoto za kutetemeka, mtu anapata changamoto ya usahaulifu, mtu anapata changamoto ya kutoweza kutambua vitu vya kawaida sana. Lakini kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hii dental amalgam. Kwa hiyo sasa, baada ya tafiti nyingi za kisayansi kujiridhisha kwamba dawa hii ina madhara yake yapo, pamoja na mercury inayotumika kwenye madini kule, Shirika la Afya Ulimwenguni kupitia mkataba unaitwa Minamata Convention ya mwaka 2017 ilisitisha matumizi ya dawa hii ya dental amalgam dunia nzima na kuzielekeza nchi wanachama zote za Shirika la Afya Ulimwenguni ya WHO kuanza kuondoa matumizi ya hii dental amalgam katika matibabu ya kuzibia meno na kutoa maelekezo kwamba itafutwe dawa mbadala ambayo sasa itatumika kwa ajili ya kuzibia meno. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Afya tukawa tumeendelea na mkakati wa kutafuta dawa mbadala ambayo itakuja kutoa huduma nzuri kwa Watanzania ili kuondoa hiyo dental amalgam na kuleta dawa mpya. Kwa hiyo toka mwaka 2022 tuliondoa kabisa matumizi ya hiyo dental amalgam au risasi katika matibabu ya kuzibia meno. Kwa hiyo toka 2022 tukawa tunaendelea kutafuta ni dawa gani iliyo bora itakayokuja kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo mpaka kufika mwaka 2025 Wizara ya Afya ilifanikiwa kuleta nchini dawa inayoitwa Centurion N, ambayo leo ndio tunaendelea na mafunzo haya. Hii Centurion N sasa imeshaingia nchini toka mwaka 2025, imeingia bohari ya dawa MSD, na MSD wameshasambaza dawa hii nchi nzima, kuanzia hospitali ya taifa, hospitali za kanda, hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za wilaya, vituo vya afya mpaka zahanati. Kwa hiyo wataalamu wa kinywa na meno wanaendelea kuitumia dawa hii ya kuzibia meno, dawa hii mpya ambayo sasa inawafaidisha sana Watanzania, na ni dawa ambayo hata ukiziba jino, mtu akifungua mdomo kuangalia jino lililoziba unaweza hata usilijue, kwa sababu ni dawa ambayo inafanana na rangi ya jino moja kwa moja. Kwa hiyo hili ndio lengo kubwa la mafunzo haya ambayo tunayaendesha kwa siku mbili kwa hawa madaktari wa kinywa na meno ngazi ya mikoa, lakini na wale madaktari wa kinywa na meno wanaofanya kazi katika hospitali za rufaa za mikoa. Kwa upande wetu as suppliers, of course responsibility yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba material ya modern dentistry inapatikana Tanzania. Lakini pia as wadau wa hii sekta tunahakikisha kwamba material ambayo tunazisambaza zinakuja pamoja na mafunzo upande wa scientific na chemical composition ya hizo material, lakini pia jinsi ya kuweza kuitumia kwenye clinical scenario zetu hapa Tanzania especially, ili watumizi ambao wanaitumia ambao ni oral health practitioners waweze kukamilisha na kuifanya hiyo kazi kwa efficiency. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.